Naitwa Emma Patrick, ni muuguzi mwandamizi kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila. Tukiwa tunaadhimisha wiki ya magonjwa yasiyoambukiza duniani, napenda kuongelea aina ya kisukari ikiwa ni miongoni mwa magonjwa yasiyoambukiza duniani. Nini maana ya kisukari? Kisukari ni ongezeko la sukari kwenye mwili wa binadamu zaidi ya kiwango kile kinachohitajika kwenye mwili. Aina za kisukari ni zipi? Tuna aina 3 za kisukari. Kisukari aina ya kwanza. Kisukari aina ya kwanza tunaita ni diabetic type 1. Aina hii ya kisukari mara nyingi inawapata watoto wadogo au vijana chini ya miaka 30. Aina hii ya kwanza ya kisukari inatokana na aidha mtoto kuzaliwa kwenye familia ya watu wenye changamoto za kisukari. Inaweza ikawa ni kutoka kwenye familia ya baba au mama, hivyo ikampelekea na mtoto naye kubeba vile vinasaba vya kisukari. Aina ya pili ya kisukari inatokana na mfumo wa maisha tunayoishi, ikiwa ni vyakula tunavyovitumia na kutokufanya mazoezi. Aina ya 3 ya kisukari tunaita ni gestational diabetic. Yaani mara nyingi inawapata akina mama wajawazito. Na aina hii ya kisukari inaweza ikaisha mara tu baada ya kujifungua au ikaendelea. Dalili za kisukari ni zipi? Dalili za kisukari ni kunywa maji sana, kusikia kiu sana, kukojoa kupita kiasi hasa wakati wa usiku, kupungua mwili kuliko vile kawaida ya mtu anavyojielewa. Dalili nyingine ni kupata ganzi kwenye vidole vya mikono au soli za miguu, nyaya za miguu. Dalili nyingine ni kutokuona vizuri. Na unakuta mtu analalamika alikuwa anaona lakini anashangaa, mbona kama naona uono wangu umepungua. Inaweza ikawa ni dalili mojawapo ya kisukari. Hivyo basi tunawashauri wale ambao wanakuwepo wanaziona zile dalili kama hizo tulizozitaja, ni vizuri kwenda kwenye vituo vya afya kufanya vipimo vya awali, ili na ikithibitisha kama ameanza kuwa na hiyo changamoto ya kisukari atibiwe haraka iwezekanavyo. Ni vitu gani basi vya kufanya ili kuweza kujikinga tusipate kisukari? Kwanza kabisa tunatakiwa tubadilishe mfumo wa maisha kwa ujumla. Mfumo wetu wa maisha ikiwa ni kula vizuri, kupunguza vile vitu ambavyo vinaweza vikawa vina sukari nyingi ambavyo ikatupelekea sisi kupata sukari, kufanya mazoezi, control stress, kupunguza mawazo, kwa sababu pia mawazo ni sehemu ya vile vitu vinaweza kusababisha wewe kupata sukari. Vile vile kufanya mazoezi kwa wingi. Tukisema mazoezi inaweza ikawa angalau basi tunawashauri kwa wagonjwa wetu kila siku angalau wafanye mazoezi ndani ya nusu saa kwa siku, mwili ule utoke jasho. Hii inatusaidia kuweza kumsaidia asipate sukari, na hata kwa wale ambao wenye changamoto ya sukari angalau basi kuweza kucontrol ile sukari yao ikae vizuri. Kitu kingine ambacho kitakachoweza kutusaidia kuweza kucontrol usipate hizo changamoto ya magonjwa yasiyoambukiza, tunatakiwa kupumzika. Unatakiwa upumzike angalau masaa 8 kwa siku. Kwa kupumzika itakusaidia wewe kutuliza akili na kufanya mwili wako kuwa strong, na hata kukuepusha kuweza kupata magonjwa yale yasiyoambukiza. Vitu vingine ambavyo tunavyotakiwa kuvifanya vitakavyotusaidia sisi kuweza kucontrol usipate magonjwa yasiyoambukiza, tunatakiwa pia kupunguza miili. Kama tunavyojua mwili mkubwa au tunavyoita obesity huwa ni moja ya sababu zinazopelekea kuleta magonjwa yasiyoambukiza kama pressure na kisukari. Kwa maana hiyo basi tunatakiwa tujitahidi kupunguza uzito. Tunaposema kupunguza uzito ni kula vile vyakula ambavyo unajua kabisa, kuacha kula vile vyakula ambavyo vinatusababisha sisi kuwa na uzito mkubwa na kutupelekea kupata magonjwa yasiyoambukiza. Kliniki zetu kwa hapa Mloganzila zinapatikana ground floor kuanzia siku ya Jumatatu hadi Ijumaa.
muda wa saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni.